Yani wewe kuna mtu mmoja wa kabila fulani imekuudhi, makabila yote umeyataka. Hawa kabila fulani waga ni wachaezi. Akadi sheria anakadi kwa uchache ukisema baadhi ya watu kabila fulani wanasema, baadhi ya watu wanasema hivi, baadhi ya wanyama wanasema hivi, baadhi ya wasiku wanasema hivi. Lakini ukasema kabila fulani wote wachaezi, hizi sio tabia za Uislamu. Sasa wakati mwingine hutokea mtu akamdharau mtu kwa sababu ya kazi wanayofanya. Uislamu unasema hapana, mtu ukimfanyia hivyo utakuwa unaishi naye na huko anakuchukia. Anaishi naye kila unamweleza kiasi kwa sababu anadharau sana. Huyo anaisikia sana. Kitu ambacho ni sehemu miongoni mwa sifa za kumuingiza mtu motoni ni kiburi. Yani maana yake hata ile binti kwa upande ndani na kusaidia wewe mwanamama, jua huyu ni ndugu yako katika imani. Ana nafasi yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Swala la kuwa yuko nyumbani kwako anakuja vyombo, anakuja deti na fanani. Hili ni swala la mpako wa Mungu ya takhta ba'da kulia. Allah ameumba kufikishana sisi kwa sisi. Alikuwa na uwezo wa kuumba sote matajiri. Allah alikuwa na uwezo. Lakini msema fadhala wa'amatu ya takhta ba'da. Nimewafadhilisha baadhi yenu, wengine siwabadilisha ili kufikishana. Ama anapata hicho kwa sababu hakiwezi kuleta tija ndani ya umma wa Uislamu. Lazima Waislamu waishi kama ndugu, na kila mmoja anayengefana kumdhania mwenzie kwa ubora anaweza kuwa bora zaidi yangu mimi. Wala nisimtazame kwa mavazi yake, wala nisimtazame kwa kabila lake, wala nisimtazame kwa rangi zake. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Usijisifu nafsi zenu, usijisifu makabila yenu, usijisifu kwa rangi yenu, usijisifu kwa utajiri, usijisifu kwa chochote kile, kwa sababu yeye ndiye anayemcha. Mcha Mungu kwa kweli kabisa anayekuwa ni Allah subhanahu